Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Natumai ya kwamba mko salama na mnaendelea vizuri. Pia na sisi tunaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu. Ninapoongea niko kwenye mkutano sehemu ya Kisii, katika sehemu moja inaitwa Kiroka. Ndipo tunaendelea na ujumbe wa neema, ujumbe wa matumaini kwa watu wa sehemu hii. Sasa nimeona niweze kuja kwako tena, wewe ambaye unayefuatilia mafundisho yetu na wewe huwa unasikiliza kwa makini, niweze kukuletea ujumbe pia wa matumaini, niweze kukupa ujumbe wa furaha katika moyo wako. Dunia hii ambaye tunaishi imejaa kilio, watu wanasononeka kila wakati, haswa kwa ajili ya maradhi, haswa kwa ajili ya maradhi ambaye yametuvamia sisi kama wanadamu. Na maradhi mengine sio kuvujika, tumevujika mifupa au tukakatwa nyama zikakatika, bali ni maradhi ambaye yanatuumiza. Tunaonekana tuko wazima, lakini tunatembea na madawa mifukoni kwa sababu tunaugua, tuko wagonjwa. Na kuna wapendwa wengi ambao wamefikia mpaka kulala mauti kwa sababu ya magonjwa ambaye yamekuwa ndani yao, yaani wanawaua polepole bila wao kujua. Na ndio maana ninatoa wito kwa kila mmoja ambaye huwa ananisikiza. Ni vizuri kufanya check up ya mwili wako. Ni vizuri kwanza kupima kama uko na pressure, na upime kama una ugonjwa wa kisukari. Na kwa wanaume ambao munaweza kuwa na miaka kuanzia 50, ni vizuri kwenda kupima tenzi dume, kwa sababu magonjwa haya yanaendelea kuwaua watu kwa ukimya. Wengine wanamalizia kuwa na heart attack na wengine wanakufa pande moja, wanapigwa na kitu inaitwa stroke. Sasa ninaomba niweze kusema na wewe ambaye unaweza ukasikia na ukaelewa. Mungu anapenda tuwe na afya nzuri, lakini shetani kazi yake ni kutuletea magonjwa ya kutufanya sisi tuweze kuumia, tukose furaha, tukose amani, na wengine tumekosa hata matumaini, kwa sababu magonjwa yaliyotuvamia hatujaweza kupata dawa za kutibu. Lakini Mungu anapozungumza ndani ya Biblia katika kitabu cha Zaburi 103 mstari wake ni wa 3, anasema anaponya kila ugonjwa. Naomba niongee na wewe ambaye umenyimwa matumaini, umenyimwa furaha na watu ambaye wamekwambia hauwezi ukapona ugonjwa ambao unakuumiza. Yule anakwambia hauwezi kupona ako kinyume kabisa na Mungu, kwa sababu Mungu anasema ya kwamba anaponya magonjwa yote. Sasa katika kitabu cha Zaburi 104 mstari wake ni wa 14, anasema anayameesha majani kwa makundi, anameesha mamboga yawe matumizi kwa wanadamu. Kwa hivyo vyakula ambavyo Mungu ameturuzuku nazo tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kutupa afya nzuri. Kwa hivyo mwanadamu anatakiwa awe na afya nzuri ili aweze kumtumikia Mungu katika afya, na pia uweze kutumikia kizazi ambacho Mungu amekupa ukiwa na afya nzuri. Wakati ambapo nimeingia katika eneo hili la tiba, nimeweza kupatwa na watu wengi, ama nimeweza kupatana na watu wengi, na nikajua ya kwamba hapa ndipo mahali ambapo shetani ameweka kituo chake. Hata wahubirie watu namna gani, watu wakiwa wanaumia kiasi hiki itakuwa ni kazi bure. Kwa hivyo nikaona ni vizuri niweze kuchimba kwa ndani, kulingana na Mungu, kulingana na elimu ya Mungu. Haya magonjwa ambaye yanawatesa wanadamu yana suluhisho, na nikakuja kugundua ya kwamba hakuna ugonjwa hauna suluhisho. Lakini wanadamu wamewekwa katika uoga,
Dunia imewaogopesha watu wa Mungu ya kwamba wanapopatwa na magonjwa wanaaminishwa ya kwamba hawawezi kupona. Kwa hivyo wengine wanaanza kuwa na magonjwa mengine zaidi kwa sababu ya kustuka moyo. Maana mtu akipatwa na ugonjwa anajua ya kwamba sasa ameelekea kupatwa na umauti. Lakini haiko hivyo kwa Mungu. Haiko hivyo kwa Mungu, na kundi kubwa la watu ni wale ambao wameamini hiyo. Lakini kuna kundi chache ambao litanisikiliza na waweze kunielewa ni kitu gani ninataka kufikisha kwako. Kwa hivyo naomba uchukue muda wako uweze kunisikiza. Wewe unayeteseka na magonjwa ambaye unameza dawa na umeambiwa utameza dawa milele, naomba nikupe tumaini. Naomba nikupe tumaini ya kwamba utapona. Utapona. Na kwa kutumia njia rahisi tu utapona. Na ndio maana Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 27 na 28, Mungu anasema ametumia vitu dhaifu za dunia hii ili aweze kuwaibisha wale ambao wanajifanya kuwa wana hekima. Na katika Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 18 inasema hekima ya dunia hii ni upumbavu mbele za Mungu. Kwa hivyo hata kama tumesoma kiasi gani, hatuwezi tukasoma tukapita elimu ya Mungu. Kama we ni profesa, lazima ujue ya kwamba uprofesa wako hauwezi kuhitimu umshinde elimu ambaye Mungu anayo, ambaye ameweka katika Biblia. Biblia inasema hakuna ugonjwa ambao hauponi. Kwa hivyo watu ambaye ni maprofesa ambaye wanafanya sayansi wanaposema ya kwamba ukimwi hauponi, si kweli. Wanaosema ya kwamba kansa haiponi, si kweli. Wanaosema ugonjwa wa kisukari hauponi, si kweli. Wale ambayo wamepatwa na pressure ya damu, wale wamepatwa na magonjwa ya moyo, magonjwa haya yanapona. Na nishukuru Mungu kwa sababu katika udhaifu wangu amenitumia pakubwa. Leo nina kundi ambaye naweza kutoa na kusema ya kwamba wana ushuhuda ya kwamba wamepona. Kuna ndugu fulani ambaye alikuwa kwenye Kapsabet pale, ambaye alikuwa ameteseka na ugonjwa unaitwa hemorrhoid. Kuna hemorrhoid ya ndani na kuna hemorrhoid ya nje. Hemorrhoid kwa Kiswahili inaitwa bawaziri. Bawaziri ni ugonjwa ambao mikia ile ambayo iko ndani katika sehemu ambayo unaenda naye haja kubwa inafula. Inaweza ikafula ikatoka nje ama ikafula ikatoka ndani ikaingia na ndani. Kwa hivyo wakati unapoenda kujisaidia unatoa damu. Na wengine ambao wanaenda kusaidia inakuwa kuna nyama fulani ambaye inatoka nje. Wakati hiyo nyama inatoka nje analazimika kuirudisha pengine na mkono. Na swala hili nimelipitia, kwa hivyo ninaongea katika experience ya kwamba nimekuwa na ugonjwa kama huo, na kuna watu ambao niliwakibiria na wengine wakanikimbia. Walipoona ya kwamba nimegojeka namna hiyo, wengine wakanikimbia na wengine wakanicheka. Wengine wakanicheka, wakaona ya kwamba imefika wakati wangu wa kufariki. Na nilikuwa na uchungu mwingi sana. Na mwisho nilimalizia kwenda kufanyiwa operesheni. Nilienda kuchinjwa kwenye hospitali. Lakini kwa bahati mbaya walinichinja hemorrhoid 2, lakini ziko 4. 2 zilikuwa hazijafula, 2 zilikuwa zimefula. Hizi zilikuwa zimefula ndizo waliondoa. Wakati walipoondoa hizo zingine zikafula na bado niko na kidonda. Kwa hivyo nilipitia uchungu mwingi sana. Kuna mtu ambaye nilimpigia simu kwa ajili ya uchungu ambaye nilikuwa naye, na akaweza kunitumia dawa ambaye nilitumia nikakalia. Na wakati nilikalia, hiyo siku nilikalia kwa risali moja, na hiyo ndio siku ambaye nilitembea. Nilikuwa sitembei, sikuwa natoka kwa kitanda, na nikitoka nikiwa naenda kwenye haja nilikuwa na uchungu mwingi. Lakini mwisho niliweza kusaidika kwa dawa ya kiasili. Dawa ambaye ingeonekana kuwa kana kwamba haifai, lakini ndio iliyonisaidia. Kutoka hapo nimepitia mambo mengi ambaye yamewaza kunifanya mimi kuamua kuambia watu kuhusu habari za tiba za kiasili.
Tiba za kiasili shetani anatumia mbinu za kuziondoa, na leo ukiona mtu anatibu watu na dawa za kiasili, kuna jina la kikajeli linatumika. Huyo amekuwa mganga wa mitishamba. Hiyo ni kejeli ya watu ambaye ni wapumbavu, watu ambaye hawaelewi. Lakini leo nataka nikuambie, dawa za kiasili ndizo dawa ambazo zinaweza kukurudishia afya yako na wewe upone kabisa. Uwe na ukimwi utapona, uwe na kasa utapona. Lakini kitu ambacho cha kwanza ambacho kitaisaidia uponyaji wako ni kwanza kukubali ya kwamba katika uumbaji wa Mungu, vitu ambavyo Mungu ameumba vinatosha kuwarudishia watu afya yao. Maana kuna watu wanaamini ya kwamba akigojeka kansa mpaka aende India, mpaka watu wafanye mchango, wachage mamilioni ya pesa ili aende akatibiwe India ama katika nchi za kigeni, wakati ambapo dawa zenye zingemtibu ameziacha hapa katika Afrika, ama ameacha katika nchi ya Kenya ama Tanzania ama Kongo ama mahali popote katika bara la Afrika. Waafrika wengi wanaamini wasipotibiwa na wazungu ama wasipotibiwa nje ya Afrika hawawezi kupona, na sasa pesa mingi zikapotea kwa ajili ya tiba ambayo ingefanyika kwa njia rahisi na mtu akarudiwa na afya yake. Ni jambo la huzuni na la kusikitisha sana. Jambo hili la kutibu halina dini. Jambo hili la kutibu, mtu anaweza akakutibu na hata kama ni Muislamu. Mtu anaweza akakutibu hata kama ni Mkristo na wewe ni Muislamu. Kwa mfano, kuna mzee fulani ambaye ni wa Kiislamu, huwa namsikiza sana kwa sababu maneno anayeongea yana make sense. Namsikiliza sana na ni Muislamu. Kado ya kwamba mimi sikubaliani na yeye katika imani, lakini namsikiliza sana kwa sababu anayoyasema kuhusiana na afya ninaona yana make sense. Na vile vile kuna watu wengi ambao hata sijui dini zao, lakini unapowasikiliza wanapoelezea kuhusu maradhi yanayowafanya watu leo kuingia katika kaburi, unapata ya kwamba huyu mtu ana elimu inaweza kusaidia jamii. Lakini watu wengi kwa sababu ya mzaha, wamejaa mzaha. Watu wengi wamekosa kupata kupona kwa sababu ya kutokuamini kwao. Sasa mimi Ndasha nimeweza kufanya utafiti na nitaendelea kufanya utafiti, na ninaamini ya kwamba Mungu atanitumia kama alivyonitumia wakati nilipokuwa nasimama kwenye jukwaa na microphone. Najua huyo Mungu atanitumia kwa ajili ya kuwasaidia watu wanaoteseka na maradhi. Na leo ninapoongea niko na watu ambaye wana ushuhuda. Kuna ndugu ambaye nilipatana naye Kapsabet, alikuwa na ugonjwa wa hemorrhoid, na kwa siku 10 tulikuwa tumemalizana na ugonjwa huo. Na kuna wengine ambao wanaweza kutoa ushuhuda. Wengine walikuwa na pressure, wengine walikuwa na ugonjwa wa kisukari, wengine walikuwa na H pylori, unaona, wengine walikuwa na magonjwa kama ulcers, wengine wamekuwa na magonjwa kama ya moyo, lakini kwa kupitia bidhaa ambazo zimeundwa kupitia vitu rahisi tu wameweza kurejeshewa afya zao. Sasa nataka nikuletee bidhaa ama dawa zenye zinaweza kukutibu na zitakutibu kwa urahisi tu. Yaani vitu ambavyo utaenda India ukatumie milioni, utazitumia hapa na shilingi 1000 ama 2000 ama 5000. Yaani ugonjwa ambao ungetibiwa na milioni za pesa, unaweza ukatumia shilingi 10,000 hapa Kenya na ukatibiwa na ukapona. Kuna kitu moja nataka nitumie hapa. Kuna kitu kama hii. Hii ni mkono wa Mungu umeumba. Na wacha nikuambie, hii ni dawa kwa watu ambao wana pressure. Lakini namna ya kutengeneza ndio iwe dawa inaweza kuwa ndio shida ambayo wewe unaye hauwezi. Hapa niko na kitu ambaye kanaitwa cayenne pepper aka. Cayenne pepper kametengenezwa na hii pilipili ndefu hii. Lakini ukiangalia maneno ambaye kanafanya, vitu ambavyo kanakusaidia nazo, hakuna daktari ambaye atakuweza kukutibu kama namna ambavyo cayenne kanaweza kukutibu. Tunaweza tukasema cayenne pepper
tunaweza kusema ya kwamba ni mfalme wa medicine, king of medicine. Yaani utakikani kukosa kaene ndani ya nyumba yako. Ukiwa wewe una pressure, ukaweka kijiko kidogo katika maji ya glass, ukameza ya kaene, meza na umalize dakika 20, uende upime pressure yako kama haitakuwa iko nomo. Sasa wewe ambaye una meza dawa zilizo na kemikali zenye zinaendelea kukudhoofisha, zinaendelea kukuletea maradhi makubwa kuliko pressure, umeshindwa kununua kaene ambaye itakuweza kukutibu ugonjwa wa pressure, ugonjwa wa ulcers, ugonjwa wa H pylori. Ukitumia kaene inatibu. Huu ni ubaji wa Mungu tu. Lakini kwa sababu kuna njia ambayo unaweza kutengeneza. Kwa mfano, hapa kuna dawa ambayo imetengenezwa ni ya ulcers. Lakini namna imetengenezwa ndio mpaka ikawekwa hivi. Haina kemikali hata moja. Lakini imetengenezwa mpaka ikawa dawa ya kutumiwa na mtu aliye na ulcers. Sasa mtu aliye na ulcers nikimuunganishia dawa 2, 3, 4 anamalizia kupona ulcers. Kuna ndugu fulani kutoka Meru aliniomba dawa ya H pylori. Hakutumia wiki 2. Wiki moja alikuwa amemalizana na H pylori. Mpaka akaja akaleta mtu mwingine. Na mpaka leo watu wataendelea kupaga laini kwa sababu kupitia vitu hizi nimekuja kugundua hapa ndipo kuna tiba na kuna uponyaji ambao Mungu anataka wewe upate. Lakini watu wengi wanakuja wanaweka vitu zinaitwa kejeli. Umekuwa daktari wa miti shamba. Yaani mtu akiitwa daktari wa miti shamba unaona kama umemtukana. Hujanitukana, umenipa sifa yenye nataka. Mimi leo nikiitwa muganga mwenye anatibu na miti shamba, umeniita jina mzuri. Umeniita jina mzuri. Kwa hivyo wale ambao wananiita muganga wa miti shamba, huyo mtu kama anaweza kuwa karibu naweza kumsalimia. Maana ndivyo nilivyo. Hapa na nimeamua kuchimba ndani. Wewe utaniona sina PhD. Lakini nakwambia utakuja kugundua ya kwamba Mungu anatumia vitu dhaifu ambavyo wewe unaona havifai. Mungu anatumia, anafanya maajabu yenye kuchangaza wewe. Unaona Mungu alitumia fimbo ya Musa. Akatumia Musa hata kama ako na kigugumizi na akawatoa wana wa Israeli Misri. Kwa hivyo mimi nitamtegemea Mungu ambaye ataweza kufanya mambo makubwa kupitia kwa mikono hii. Kwa hivyo nitajipeana kwa Mungu na Mungu atanitumia. Utake usitake, Mungu atanitumia. Vile alivyonitumia, nikashika microphone, nikapambana na hoja za wasomi, ndivyo atakavyonitumia katika eneo hili, kwa sababu eneo hili ni injili ya mkono wa kulia. Ngoja nikusomee kitabu kingine. Biblia hii imekuja kuleta mjadala kwenye mtandao wangu wa Facebook. Maana ninapiga picha alafu ninaposti huko. Biblia hii inaitwa Biblia habari njema kwa watu wote, yenye vitabu vya Deuterokanoni. Hizi vitabu kuna kitabu kiko hapa kinaitwa Sila. Yaani na kinaitwa Joshua bin Sila. Hiki kitabu hiki kiko hapa ndani ya hii Biblia. Joshua bin Sila. Sasa nataka nisome kwa sababu nimekipenda. Maneno ambayo kiko naye ni maneno mazuri, yanaweza kusaidia jamii. Lakini kuna watu ambao wameaminishwa mpaka wasome zile vitabu 66, lakini kitabu kingine nje hizo vitabu hawezi kusoma. Naomba nikusomee Joshua bin Sila 37 mstari wake ni wa 30. Inasema hivi: maana kula mno huleta ugonjwa. Maana kula mno huleta ugonjwa. Ulafi huleta kichefuchefu. Wengi wamekufa kwa sababu ya ulafi. Anayekwepa ulafi atarefusha maisha yake. Watu wengi wagonjwa kwa sababu ya kukosa kuwa na kitu, kukosa kubalance, yani kukosa kuondoa ulafi. Watu wengi ni wagonjwa kwa sababu ya ulafi. Ndio naona kuna kitu ambaye inaitwa appetite. Hata kama wewe una appetite unatakikana kuwa na kiasi, kwa sababu hakuna kitu ambaye hakina kiasi. Sasa wakati hili andiko linasema hivyo, nakubali ya kwamba kuna watu ni wagonjwa kwa sababu ya ulafi. Nitakueleza sehemu hiyo katika video nyingine nitakayoitoa. Lakini hapa chini nasema
Mpende daktari, mupe daktari heshima anayostahili. Ni Joshua bin Sila 38 mstari wa kwanza kuendelea. Mpe daktari heshima anayostahili kwa sababu ya huduma zake kwako, kwa vile naye aliumbwa na Bwana. Maana kipaji chake cha kuponya chatoka kwa Mungu mkuu, naye hupata zawadi kutoka kwa mfalme. Ujuzi wa daktari humfanya maarufu, naye huheshimiwa miongoni mwa wakuu. Bwana aliumba dawa zote kutoka ardhini. Kwa hivyo Mungu ameumba dawa kutoka ardhini, lakini leo watu wanatumia dawa kutoka kwenye kemikali. Kemikali zinatengeneza dawa, hazitengenezi dawa ya kuponya, bali ni dawa ya kuondoa jabu kwa dakika kidogo, alafu inarudisha. Unaona watu wa kansa bado wanatumia dawa, hawaponi. Watu wa kisukari wanatumia dawa, hawaponi. Watu wa pressure wanatumia dawa, hawaponi. Watu wa ukimwi wanatumia dawa, hawaponi. Kuna magonjwa mengi watu wanatumia dawa, hawaponi. Lakini kile kitabu kimesema Mungu ameumba dawa kutoka ardhini. Kwa hivyo vitu ambavyo vimetoka kwenye ardhi, Mungu ameumba dawa kutoka ardhini. Ndio naona ugonjwa ambaye nimekuambia leo wa hemorrhoid, ugonjwa wa bawaziri, dawa yenye inatibu bawaziri inatoka Kongo. Hapa Kenya haipatikani, inatoka Kongo. Lakini utapata watu wa Kongo hawajui dawa hiyo na wanaendelea kuteseka na ugonjwa huo. Ni watu wangapi leo wana bawaziri? Ni watu wangapi leo wako na hemorrhoid? Mtu akienda joo inatoka nyama, na wengine wanamalizia kugojeka kansa katika sehemu hiyo. Wewe nataka nikuambie usije ukanidharau. Paulo alimwambia Timotheo, mtu asidharau ujana wako. Msije mkanidharau. Nina maneno ambaye atakusaidia, na ukizingatia utasaidika na utasaidia watu wengine. Naomba nikupe baadhi ya bidhaa zenye zimetengenezwa kutoka vitu vya ardhini na vinasaidia kukutibu magonjwa mbalimbali. Hapa kuna badala ya kutumia chai, kutumia kahawa, kutumia hizo vitu ambavyo viko na vitu ambavyo vinakuharibu mwili wako. Hii chai hii unaitumia, hii inatumika vitu vya ardhini ambaye hazina kemikali. Hii inatumika kuosha damu. Magonjwa mengi ambayo watu wanaugua yanatoka kwa damu. Uchafu wa damu, osha damu yako. Ukiosha damu na uoshe tumbo yako, wewe unajiepusha na magonjwa yaliyo mbele yako. Haijalishi wewe ni mgonjwa, si lazima uwe mgonjwa ndio utumie. Unatakikana kutumia kwa sababu inaosha damu yako. Alafu kuna ingine iko hapa. Kuna ingine iko hapa ambaye inaosha tumbo yako. Inaitwa colon cleanser. Colon cleanser ina detox tumbo, inakuosha. Wewe ambaye umekula vitu kadhaa wa kadhaa, umekula na kukunywa, kuna vitu ambavyo vinatakikana kuoshwa kwa tumbo. Kuna vitu ambavyo vinatakikana kuoshwa kwa damu. Kwa hivyo hizi dawa mbili, na nikuongezea ingine ya tatu, zinazohusiana na kuosha damu hizi. Naona hii ni dawa inaosha damu. Hata wale waliodungwa sindano ya corona, wacha niwaambie, katika damu yenu kuna kitu kiliwekwa, na ukikunywa dawa hii, unywe dosi 3. Nataka nikuambie ulichowekwa na sindano ya corona utaosha. Unaosha damu na unaosha tumbo yako. Hii na hii, ukitumia hizi mbili, kazi yako ni kuosha damu yako. Kwa hivyo watu wengi leo wako na kansa, imetoka tu kwa damu na ikatoka kwa tumbo. Magonjwa ambayo leo tunaumia nayo ni kwa damu na kwa tumbo, na watu wengine mawazo. Ndio naona niko na hizo dawa zote kutoka kwa tumbo na kutoka kwa mawazo. Wacha nikupee moja ambayo iko hapa, ambaye inatibu ugonjwa kutoka kwenye akili. Mtu ambaye ana stress. Leo ukienda kwa TV ni vitu vya stress. Dunia inakupa stress. Wewe unatakikana kutumia dawa hata kama wewe si mgonjwa, kwa sababu zimetumika kama chakula ili uweze kutibiwa. Ninakuja hapa. Hii ni dawa ya ugonjwa wa kisukari. Nikikuunganishia hizi dawa mbili, alafu nikupe dosi ya miezi 3,
Kama hautakuwa umebalance sukari yako, lakini kuna lingana sukari yako imekaa kwa muda gani. Huwezi kaa na sukari miaka 40 na unataka itibiwe na wiki 2. Unataka itibiwe na miezi 3. Kwa hivyo kuna uvumilivu. Unaambiwa mvumilivu ula bifu. Kwa hivyo wale ambaye mnaenda kuingia katika ugonjwa wa kisukari, ni miezi 3 tu tutakuwa tumemalizana na sukari yako. Miezi 3 peke yake tumemalizana kabisa na sukari yako. Kwa hivyo kama wewe una sukari, naomba unitafute na uone kana kwamba hatutadhibiti ugonjwa huo wa sukari. Watu ambaye wamekaa kiholela na kukaa na ugonjwa wa sukari hivi hivi wamekuja kugojeka. Na wamegojeka, wengine wakakatwa mpaka miguu, wengine wakakatwa mpaka vidole. Kwa hivyo nataka nikuambie, kama haujagojeka ugonjwa wa sukari, kama hujagojeka ugonjwa wa pressure, kama hujagojeka ugonjwa wa kansa, fanya detox ya mwili yako, fanya detox ya damu, fanya detox ya cleanse matumbo yako, maana huko ndio kumebaki na uchafu. Osha, ikiwezekana kwa miezi 3 fanya cleansing, osha. Miezi 3 fanya cleansing, maana usipofanya hivyo kuna magonjwa yanajitengeneza ndani yako. Wale ambao muko na ugonjwa wa pressure, nina dawa nyingine ya pressure kando na hii. Nikikupea dosi ya pressure, ukimaliza wiki 1 na wiki 2 utakuwa umenipa jibu. Na hizi ninakupa hakuna hata moja iliyo na kemikali, ni habo, zimetoka kwenye ardhi vile vilivyo bila kuongeza kitu. Wale ambaye mnaendelea kuwa na machungu katika viungo vya mwili, kuna gout na kuna kitu ambaye inaitwaje na kuna ugonjwa ambao unaitwa arthritis. Unaona, hizi dawa nikikupea dosi moja ya watu ambaye wana arthritis, hii ni massage ya kila mahali kuna kiungo kinauma, inaitwa black seed massage, imetengenezwa na black seed. Wale ambaye wanaumia kwa viungo, mgongo, wanaumia huko kwenye viungo, nataka nikuambie usiumie tena. Nitafute na uachane na watu ambao ni wabishi, kwa sababu watu wengi ni wabishi na hawana suluhisho. Kazi yao ni kubisha, chochote wanabisha. Wachana na wao. Watu ambao wako na asma, watu ambao wana asma na kikohozi ambaye hakitoki. Kama una asma ati una inhaler, unatumia inhaler, una asma, nitafute nikutibu asma. Na ninataka wale watu ambao nimewatibu, tokeeni mseme ili muwanyamazishe watu ambao wanakuwaga wenye kupinga kila kitu. Maana kuna watu ambao ni wapingaji tu, full time ni wapingaji tu. Sasa kwa sababu watu wanapona na watu wanapona kabisa, watatokelezea na waseme ya kwamba tunawatibu na wanapona. Kwa hivyo wale ambao wanagojea niwe na PhD ndio niweze kuwatibu, watakuwa wale ambao ni wamama ambaye wako na kitu inaitwa wamefurugika kitu inaitwa hormones, ya kwamba wewe haujuagi wakati ambapo mwezi wako unafika. Hormones. Sasa tunakubalanzia hormones. Wale ambaye wametumia dawa za kizazi, alafu akafika mahali hawapati mimba, ninakubalanzia hormone kwa wiki 2 peke yake, utakuwa umepata mimba. Na nina ushuhuda wa mtu ambaye ako Eldoret. Niko na ushuhuda, niko na recording zao zote ziko hapa. Ni vile sitaki kuzitumia, usije ukanifananisha na uori. Hizi nazo zinaitwa colon cleanser bado. Hizi zinaitwa colon cleanser. Na ni colon cleanser na ni bitter, si kali, lakini zinakuoshea colon yako. Ukinitafuta utaweza kuzipata. Hizi zitakusaidia kucolon, na hizi ugojeke ndio cleanse colon yako. Osha colon yako. Mimi nazikunywa sana. Kama kuna watu ambao waligojea na hapo mbele nianze kukua na matatizo, basi mumefeli. Kwa maana nimetokea mahali ambapo nimekuja kugundua kile ambacho naweza kukifanya. Na nimekuja kujua watu wengi ambao walikuwa marafiki wangu na wengine wametangulia mpaka wakarara kwenye mauti. Ninajua mahali walifanya makosa
yenye siwezi fanya. Ninajua kuna wengi ambaye nawajua ni marafiki zangu, wameshakufa wako kwa kaburi, lakini ninajua makosa yao ilikuwa wapi na siwezi rudia. Ndio naona nitakuwa nina cleanse koroni yangu, alafu ninaosha damu full time. Nitakuwa mimi miezi 3 nafanya hivyo, miezi 3 nafanya hivyo na kitu ambacho ile kitabu kile kimesema ya kwamba ulafi umepeleka watu wengi kwa kaburi. Ni vizuri kutumia chakula kama dawa, usikule tu nilikuwa natumia vitu zingine ambavyo siwezi nikatumia, kwa sababu nimekuja kujua ya kwamba vitu vingine unatumia kama chakula zinakuletea shida. Ondoa kabisa, ondoa. Wale wa mama ambaye nywele zao wanasema ya kwamba hazimei alafu zinakatika, munitafute. Wale ambaye mko na ugonjwa wa H pylori munitafute, niko na dawa yani. Wale wa mama ambaye wanatoka uchafu katika sehemu yao ya siri, wamefungana mishipa ya uzazi, nitafuteni, niko na dawa yenu. Wale ambaye wanaumia migongo, munitafute. Arsas, munitafute. Watu ambaye hawana nguvu za doa, kwenye kitanda kuna amri ya Mungu ya kwamba lazima mwanaume ampe mke wake haki yake. Kama wewe ni mwanaume ambaye kwa kitanda imekulemea kwa sababu ya lifestyle yako, kuja kwanza, kitu ya kwanza tunakufanya kitu inaitwa detox. Tuna detox koroni yako, tuna detox damu yako, alafu tunakupa dawa ya kurudisha wewe vile ulivyo. Wamama nitafuteni. Wale mna shida kutoka kwenye akili mpaka kwenye mgongo, munitafute, niko na dawa zenu. Watu ambaye figo zimewaletea shida, watu ambaye wameletewa shida ya magoti, kila mahali ambapo kuna magoti na kila mahali kuna shida, wewe nitafute. Angalia, ziko hapa dawa nyingi sana. Watu ambaye wana shida ya hizi figo nitaweza kuwatibu. Nataka niwaambie hivi karibuni tunaenda kufungua Centarium pale Kitengela tunafungua Centarium. Hiyo Centarium watakuwa watu wanakuja hapo, tunawatibu wakiwa hapo. Wale ambao wana magonjwa ambaye hatuwezi kuwatibu wakiwa bali, tuendelee kuombeana na kutakiana mema. Wacha wivu, maana mimi najua kuna watu ambao wamejaa wivu. Wacha wivu. Kama wewe unataka pia nikufundishe, kuja nikufundishe, uende ukafanye kazi hii. Haihitaji mpaka uende university. Wale wazee wa zamani hakuna university walienda, walitibu watu katika dawa za kiasili na watu walipona. Kwa hivyo wewe kama unadhani kwenda university ama kuongea Kiingereza mingi ndio utafanya watibu watu, naomba tuweke ahadi ya kwamba kama kuna mtu mgonjwa, wewe umutibu na mimi ni mutibu. Uone ya kwamba mahali ambapo Mungu anajionyesha, Mungu amesema vitu dhaifu vya dunia atazitumia aweze kuonyesha zile ambazo zinaonekana kuwa ni za hekima ya dunia hii, aweze kuziaibisha. Kwa hivyo kuna watu wanaenda kuaibika vibaya sana, watu ambao wanadhani ya kwamba mpaka lazima wao waseme kitu. Hapana, wao lazima watumike wao. Hapana, lazima tuweze kuongea kupitia Biblia. Kwa hivyo watu wa Mungu, ninataka nichukue muda huu niwaambie, video hii msambaze kwa kila mtu, na tutafungua Centarium kwa uwezo wa Mungu. Kama unataka tuungane, tuweze kupanga vile Centarium itasimama, kuja tuungane. Tuko pamoja na Mungu awabariki.